Yes, bwana, kama ninavyofahamu shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF limekwisha weza kutangaza hatua ya makundi ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini pia michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Timu zetu 4 ambazo zinatuwakilisha vyema kwenye michuano hiyo hapo, kuanzia michuano ya klabu bingwa barani Afrika, hapa nikiwa naizungumzia timu ya Yanga Sports Club pamoja na timu ya Simba Sports Club. Lakini pia kwenye ile michuano ya kombe la shirikisho, hapa naizungumzia timu ya Azam FC pamoja na timu ya Singida Black Stars ambao wamebahatika kuchanja karata vizuri na kwenda kwenye hatua ya makundi ya michuano hiyo. Sasa kila timu hapa imekwisha weza kufahamu kundi lake, ama imekwisha weza kufahamu mpinzani wake katika kundi ambalo wameweza kupangwa. Sasa mimi niko hapa kuweza kuangalia makundi mawili, kundi la klabu ya Yanga na kundi la timu ya Simba Sports Club kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Mara baada ya kuangalia makundi haya, nitakuja tena kuangazia makundi ya timu ya Singida Black Stars pamoja na timu ya Azam FC ili tuweze kufahamu wapinzani wake ambao timu hizo zimeweza kupangwa. Lakini siku hii ya leo tunakwenda kuangazia sasa makundi ya timu hizi mbili, timu ya Yanga Sports Club pamoja na timu ya Simba Sports Club. Kama ninavyofahamu, mara baada ya draw kuweza kuchezeshwa, klabu ya Yanga wao wameweza kupangwa katika kundi B, ambapo ndani yake kuna timu kama ya Al Ahly kutokea pale nchini Misri, kuna timu ya AS FAR Rabat kutokea pale nchini Morocco, lakini pia kuna timu ya JS Kabylie kutokea pale nchini Algeria. Lakini kwa upande wa mnyama, yeye amepangwa katika kundi D, ambapo ndani yake kuna timu kama Esperance de Tunis kutokea pale nchini Tunisia, kuna Petro di Rwanda kutokea pale nchini Angola pamoja na Stade Malien kutokea pale nchini Mali. Sasa mara baada ya makundi haya mawili, ama mara baada ya timu hizi mbili kuweza kufahamu makundi ambayo wameweza kupangwa na wapinzani wake ambao wameweza kupangwa nao kwenye hayo makundi, maswali yamekuwa ni mengi, ama mivutano imekuwa ni mingi kwa mashabiki na wapenzi na wafuatiliaji wa timu hizi mbili kubwa kutokea hapa nchini Tanzania, kila mmoja akiona kundi lake ni gumu zaidi kushinda la mwenzake, lakini kila mmoja akijiona amejiweka kwenye nafasi ya kutinga kwenye hatua ya robo finali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa nitakudadavulia makundi yote mawili na wapinzani ambao wapo ndani yake, ili nayo mwanamchezo wangu uweze kufahamu na uweze kuelewa lipi hasa hapa kundi gumu, ama ni mpinzani gani kati wa Simba na Yanga ameweza kupangwa katika kundi gumu, ama kundi gani lina wafadhali ya mwenzake kulingana na timu zetu hizi zilivyoweza kupangwa katika makundi yao. Kwa upande wa klabu Yanga akiwa katika kundi B kama nilivyokuambia hapo awali, lakini pia katika klabu ya Simba akiwa katika kundi D. Sasa kabla sijakusogezea yoyote, nikukumbushe mwanamichezo wangu, kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado haujasubscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapita taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV, na ili basi usiendelee kupitwa na taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi swala ni moja tu, mwanamichezo wangu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno hayo mekundu yanaandikwa subscribe ile chini ya video hii, kisha kutani on notification ili uweze kupata kila aina ya update mpya ambayo sisi tunakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Habari itakujia moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi, au utaka kuwaza utapata wapi taarifa mpya ile ya kimichezo, bali utapokea taarifa kupitia simu yako ya mkononi, na jukumu lako mama linakuwa ni moja tu na jepesi, kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi Bongo Vibe TV tumeweza kukuwekea hapo. Kama tayari umekwisha weza kusubscribe, basi twende tukaangazie kile ambacho nimeweza kukujuza hapo awali juu ya makundi haya mawili, ambapo ndani yake kuna vilabu vetu viwili, Simba pamoja na Yanga, ambao hawa wanatuwakilisha kwenye ile michuano mikubwa ya klabu bingwa barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2025 2026. Bila kupoteza muda, twende tukaangazie ama tukaanze na kundi la klabu ya Yanga, ambalo hili ni kundi B, ambapo ndani yake kuna vilabu kama timu ya Al Ahly, timu ya FAR Rabat, lakini pia timu ya JS Kabylie. Yanga safari hii ameweza kupangwa na Warabu watupu, yani wapinzani wake ama washindani wake ambao wanakwenda kukutana nao kwenye hatua ya makundi sio ganda randizi, ni wagumu kweli kweli. Kwa nini sasa nakwambia ni wapinzani wagumu? Naamini utanielewa mara baada ya kuweza kukupa ufafanuzi mzuri na kuweza kukudadavulia kila mmoja wapo hapa katika
kundi hili. Kwa kuanza na timu ya Al Ahly, wote ninafahamu Al Ahly ndio timu kubwa kwa sasa hivi barani Afrika, na ndio klabu ambayo inaongoza kwa kuchukua makombe mengi kwenye michuano hii na usimamiwa na CAF, kuanzia michuano ya kombe la shirikisho, lakini pia michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Yeye Al Ahly ameweza kujichukulia takribani vikombe 12 kwenye michuano hii na usimamiwa na CAF. Hivyo kubwa yake huo unaweza ukaelewa sio mpinzani wa chekea, ni mpinzani kweli kweli ambaye klabu ya Yanga anahitaji apambane kwa udi na uvumba ili kuhakikisha anaondoka na alama 3 akiwa nyumbani kwenye dimba la Benjamin Mkapa, lakini pia kupata chochote kitu anapokuwa ugenini pale nchini Misri. Lakini ukiachana na timu hiyo ya Al Ahly, kwa upande wa timu ya FAR Rabat, hii timu inatokea pale nchini Morocco, na hawa nao so wageni sana wa michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Tumeweza kuwaona wakiingia na kutoka mara kadhaa, wakishiriki mara kadhaa kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa upande wa FAR Rabat, yeye kwanza, hii ndio timu ya kwanza kutokea pale nchini Morocco kuweza kupeleka kombe la michuano hii na usimamiwa na CAF. Wao wameweza kuchukua taji hili ama mataji yana usimamiwa na CAF mara 2, na ni miongoni mwa timu ambayo ina uwezo mkubwa, na ukiangalia namna ambavyo kikosi chake kilivyoweza kujipanga kwa msimu huu hapa, uweze ukasema ni mpinzani mchekea kwa upande wa timu ya Yanga Sports Club kwenye kundi lao hilo B, ambapo Yanga yumo. Lakini pia kwa upande wa timu ya JS Kabylie, hii pia ni miongoni mwa timu ambayo klabu ya Yanga inabidi wahakikishe karata zake wanazichanga vizuri katika kuhakikisha wanapata alama ili kujiweka sawa kuelekea kufuzu michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwenye hatua ya robo finali. Na ukiangalia hawa wote ni Waarabu, wanatokea kule kaskazini, ambapo wote tunafahamu soka la wenzetu huko limekuwa ni soka ambalo lina mambo mengi ndani na nje ya uwanja. Hivyo klabu Yanga inabidi waweze kujiandaa kisaikolojia kuvikabili vitu vyote hivi. Sasa hilo ni kwa upande wa kundi la klabu ya Yanga na wapinzani wake hao, kwa rekodi zao ambazo wameweza kuzipata ndani ya michuano hii na usimamiwa na CAF, lakini pia na hata ubora wao ambao wapo nao sasa hivi. Lakini tukaangazie kwa upande wa kundi la Simba, ambalo hili ni kundi D, ambapo ndani yake kuna vilabu kama Esperance de Tunis kutokea pale nchini Tunisia, kuna timu ya Petro di Rwanda kutokea pale nchini Angola, lakini pia kuna timu ya Stade Malien. Hili ni kundi ambalo ni kundi ambalo ndani yake kuna klabu ya Simba, ambapo mpinzani mgumu naweza kusema hapa kwa upande wa Simba ni timu ya Esperance de Tunis, kwa maana ya kwamba hii ni timu ambayo ina uzoefu mkubwa kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika, lakini pia imekushawahi kuchukua michuano inayosimamiwa na CAF mara kadhaa, wao wakichukua makombe 4 ya michuano hii inayosimamiwa na CAF. Lakini kwa upande wa Petro di Rwanda na Stade Malien, hawa wote naweza kusema ni baba mmoja na klabu ya Simba, kwa maana ya kwamba wenyewe bado wanaendelea kujitafuta ama kutengeneza ule mustakabali wao ndani ya michuano hii inayosimamiwa na CAF, kwa maana ya kwamba klabu bingwa barani Afrika. Hivyo klabu ya Simba wana nafasi nzuri hapa katika kwenda kutinga kwenye hatua ya robo finali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika, kulingana na namna ambavyo kundi lake limekaa na hata wapinzani wake ambao wameweza kuwekwa katika kundi moja. Kimwangalia timu kama Petro di Rwanda, lakini pia timu kama Stade Malien kutokea pale Mali, zote ni timu ambazo hazina rekodi kubwa sana katika michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika, bali wenyewe wapo katika zile harakati za kujitafuta kama timu ya Simba Sports Club kuhakikisha wanapata chochote kitu kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika, hususani kuleta heshima katika nchi zao kwa kutoa kombe hili hapa. Sasa nimeweza kukudadavulia na kukusogezea makundi yote mawili. Kwa upande wa kundi la klabu ya Yanga kundi B kwenye michuano, kwa upande wa kundi la Yanga kundi B kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini kwa upande wa kundi la Simba kundi D kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Wewe ndio utaamua ama wewe ndio utatuambia kupitia sehemu hiyo ya comment, kati ya makundi ya mawili, kundi la Yanga pamoja na kundi la Simba, lipi ni kundi gumu na lipi ni kundi jepesi, na nani ana nafasi hapa kwenda kwenye hatua ya robo finali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Wewe dondosha comment yako hapo na sisi tutachati naye kupitia hapo. Bila kusahau mwana michezo wangu, hakikisha unakwenda kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote ni kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu hapo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.